Drake ana nyimbo mpya hivi vipi ule wimbo? Hajapata. Okay sawa. Nadhani ni next week Okay sawa. Ana wimbo mpya anaachia nadhani this week itakuwa inaanza. Anyway, karibu sana Pastor Caesar. Asante sana. Karibu sana Apostle Oscar. Nashukuru. Habari ya familia yako huko ulikotoka? Iko vizuri. Iko vizuri sana. Pastor Caesar, doctor yuko pia. Doctor yuko pia Kama vizuri. Kama kawaida. Safi sana. Watoto hawajafunga shule hapa? Wako likizo. Kesho wanarudi shule. Wiki kulikuwa na vurugu mpaka mama anaomba po. Ila mimi napenda kulipa ada. Napenda kulipa ada. Yaani watoto kurudi shuleni najisikia raha kwa sababu nalipa ada. Namkumbuka marehemu Kibonde alikuwa anasema unajua ni lazima ufurahie inapokuwa inafika hatua unalipa ada kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo mimi najisikia raha kulipa ada. Sawa. Najisikia raha. Yeah. Ndio. Kwa hiyo hivyo aliomba po. Wiki ile vurugu. Sema bora warudi shule. Nikamwambia watu wakirudi shule ndio kwa wawili hapa. Unaanza kusema unaanza kuhamisi watu. Ndio. Bwana. Ibora wewe. Bora ndio kaka. Hapo akiondoka ataumia tena. Kwa hiyo ndio tulivyo wazazi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Wametutia joto sana hichi. Kesho leo baadaye mmoja anarudi leo mwingine kesho asubuhi. Basi maisha ni mazuri hivyo. Safi. Hivyo kabisa. Safi. Yeah. Tunaendelea. Tunamshukuru Mungu. Ndio. Kwa ajili ya usalama tu wa nchi. Hiyo gani anasemaga tu hayo maneno. Kwa ajili ya huyu rais kiongozi wa Afrika. Rais kiongozi wa Afrika, nimependa hiyo. Rais kiongozi wa Afrika. Unajua? Nazungumza kama naropoka, ila sio mimi niliyosema. Ndio, sawa. Naomba ieleweke hivyo. Ndio. Sio mimi niliyosema. Ila roho wa Mungu aliyo ndani yangu amesema kwamba rais kiongozi wa Afrika. Sawa. Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Sawa. Tunamshukuru tu kwa ajili ya kuweka mambo yamekaa vizuri. Mimi na Sam tunamuita chuma. Tunamuita chuma. Sawa. Mimi na Sam. Ila mimi namuita rais kiongozi wa Afrika. Mimi. Na Apostle pia nafikiri tunaungana kabisa. Kwamba ni rais kiongozi wa Afrika. Rais kiongozi wa Afrika. Yeah. Sababu halisi ni kwamba sehemu nyingi wanafuatilia. Sio tu wa Tanzania. Yaani hata akiona ni mfano anataka kuhutubia mpaka wa Kongo wanafuatilia, mpaka wa Kenya wapo wanafuatilia. Asa ni tayari hiyo ina indicate kwamba ni kiongozi. Ingekuwa kuna uwezekano wa kubadili kabila, mimi ningekuwa Msukuma. Ingekuwa kuna uwezo kuchange. Mimi sihitaji kubadili kabila. Mimi ningekuwa kwa sababu mimi ni Mtanzania. Mtanzania, yaani uko Mtanzania. Mimi kungekuwa unaweza kubadili kabila. I say mimi ndo maana Sam alilenga sana kuwa Msukuma. Ni tuishie hapo tu. Gete. Basi hata mimi nimeoa Msukuma basi. Msukuma. Wageita pale. Uje mheshimiwa anaangalia kule unajua. Afu kule unajua. Si Chato kwa hapa. Chato ni mbele kidogo. Geita pale. Yeye mheshimiwa rais anaangalia Mpongo pale Mpongo. Basi wewe nashukuru tu kwa ajili hiyo. Nashukuru tu uongozi mzima wa Clouds Media. Ndio. Kuruhusu haya maneno yanaendelea tunayasema hivi. Lakini zaidi sana niwashukuru wanafunzi. Sawa. Waliopo katika darasa huru sasa hivi kwenye saa ya neema. Ya Chomoza. Mungu amewabariki sana. Amen. Hivyo. Tunaendelea tukuongea maneno. Kabisa. Tunaendelea tukuongea maneno ya uzima. Niko na Apostle wafalme tunaongea. Haya maneno tulikuwa tunaongea sio kwamba usifikiri naongea idiot. Naomba wewe unazingatia hilo kwamba wakati tunaongea sio kwamba idiot fulani anaongea. Ni wafalme wanaongea. Kwa hiyo mfalme anapoongea unatulia unasikiliza mfalme anazungumza. Kwa sababu maneno ya mfalme ni sheria. Kwa hiyo usianze kukurupuka. Hiyo imeandikwa wapi? Yaani alipozungumza yeye ni sheria, wewe ndio unatakiwa uandike. Inaandikwa sasa. Yaani hapo ndio andika. Unaona? Hapo ndio andika. Apostle tunaendelea kuzungumza maneno ya msalaba. Jimmy. Naam. Ni msalaba. Kabisa. Hamna kitu kingine. Issue ni msalaba. The cross. The cross. Kwa nasikiliza nyimbo fulani Apostle. Ndio. Kwa nasikiliza nyimbo tu
Na kila nyimbo nilipokuwa nazisikiliza nasikia, lakini mwisho wa siku kinachokuja ni kwamba Yesu ametukomboa. Yesu ametushindia. Yesu sijui nini. Yesu ni mshindi. Hakuna kama yeye. Na vitu vyote ukisikiliza anazungumza kwamba kama amemshindia, ni amepata gari. Kamshindia akapata mke, kamshindia akapata kiwanja. Yaani ukisikiliza hata ushuhuda kanisani na ushuhuda imekaa hapo kwenye vitu. Kwenye vitu. Ndio. Jamani. Mbona hivyo ni vitu vidogo sana? Mbona kuna watu tu hawana hata Yesu, hawajawahi kumsikia, yani wana vitu. Apostle. Kuna watu ambao yani hata Yesu hawatakaji hata kumsikia. Yaani ukiwaambia kuhusu Yesu wanakufukuza. Wanakufukuza, wanakuambia unaongea makufuru kwetu, ondoka. Na unaondoka. Ila mzee ukiongelea gari wanaoendesha, kiongozi wako hajawahi kugusa. Nyumba anayokaa hujawahi kuota wala uwazi kuota unaweza kukaa. Boti anazo cruise nazo huko kwenye maji. Uwazi. Lakini amjui Yesu na hataki kumjua. Tena mzee unaweza kusema hata hataki kumjua kwa sababu zile shuhuda zetu za Yesu kwenye magari ya mtumba na nini zinawakata sana. Ngoja rudia hiyo. Shuhuda zetu za Yesu kwenye gari za mitumba yani zinawakata sana. Sababu mtu akikaa yeye anafuta 0 kilomita. Afuna piga kelele sana afu Yesu kakupa la 4 mtumba. Watu washaitembelea wamechoka ndio wameisukuma. VTC. Yaani unapiga kelele. Asa jamani, kama akipima na sababu Yesu wake nguvu zake, kelele zote nguvu za kumpa VTC ya mtumba. Yaani ni kama sasa anavyoiongea mzee wa Neema. Yaani unakuta inamfanya hata sio na hamu ya kumsikia huyo. Kwa sababu tunampima Yesu kwenye hivyo vitu. Tumemweka hapo kwamba ndio mambo yote. Tunampima Yesu kwenye viwanja, kwenye hivyo vitu vyote. Ila tunasahau Yesu ni zaidi ya hivyo. Mbali sana. Mbali sana. Maana kuna mahala fulani hata kina Petro walimpima Yesu katika hicho. Walimuuliza bwana, hivi inakuaje? Inakuaje? Yaani sisi tumeacha mambo yetu. Tunapata nini? Tumeacha mambo yetu. Akisema tumeacha mambo yetu, maana alikuwa anazungumza wameacha viwanja, manyumba, wameacha uvuvi, nini, vitu kibao wameviacha. Vile vitu tu hivyo ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa sasa hivi. Tunapata nini bwana? Tunapata nini? Kwa hiyo walikuwa wamekaa kwenye vitu. Na Yesu aliwaona hao wamekaa kwenye vitu. Hata kuwajibu kwao ni wajibu vile vile hapo kwenye vitu, ila nitawaongezea tu kitu kingine. Lakini nitawajibia kwenye vitu vyao hivyo ambavyo wanavitegemea. Sema nyinyi mlioacha hivyo vitu mtapata mara 100. Na baadaye mtapata mara 100 hapa. Ndio. Hapa duniani mtapata 100-fold. Ya hivyo vitu vyote mlivyoviacha. Ndio. Alafu na baadaye uzima wa milele. Ila issue kubwa ambayo Yesu alitaka kuwaambia ni swala la uzima wa milele. Ndio. Ila alipoangalia akili yao ilivyokaa akiwaambia kuhusu uzima wa milele peke yake, hao watu hawezi kuelewa. Mara wengine nao hivyo nao walikuwa na akili hizo zinawezekana ni hao wanafunzi wake. Akawaambia maneno, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa maana yake kumbe issue sio hivyo vitu. Issue ni ufalme wa Mungu na haki yake. Na tena hapo unavyosema mzee, kuna nafikiri kwenye Luka 17 kuna mtu fulani alileta pia kesi kwamba bwana mtu amulie tugawane na ndugu yangu. Akamwambia nani amemwambia kwamba mimi ni muamuzi wa kugawa hivyo vitu? Asema jilindeni na choyo. Uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Unajua watu wanafikiri kumiliki vitu vingi ndio kuwa na hakika ya uzima. Kumbe uzima ni kitu kingine na hivyo vitu ni kitu kingine. Sasa ni kama Mungu kupitia Kristo ana mind fulani ambayo anataka tumtazame Kristo ambaye yeye anahusika katika kuleta maisha ya Mungu kwa mtu. Ambapo sio vitu. Sio vitu. Maisha ya Mungu kwa sio vitu. Vitu ni matokeo tu ya kawaida sana. Sio vitu. Ila yale maisha ya Mungu kwa mtu ambayo sisi kwetu tunavyoamini, yani mimi tunavyoamini kama tulivyoongea nafikiri kipindi kilichopita, ni kwamba msingi wa hiyo ni lile ondoleo la dhambi.
msingi wa Mungu afanye kitu anachotaka kufanya. Kwanza ni lazima iondoe dhambi. Kwa nini? Dhambi ndio kizuizi kikubwa, ndio kikwazo kikubwa cha vitu vyote. Sio kwamba akupe fursa ya Jimmy kutubu kila wakati. Hata hilo na yani kihalisi, hata tunapozungumza ile kwamba Kristo ni sabato, ile Waebrania anavyoongea ingieni katika hiyo siku mpumzike kihalisi huwezi kaingia kwenye pumziko kama dhambi bado inasumbua. Lazima dhambi iondolewe kabisa ili pumziko halisi lije. Yani dhambi isipokusikiwa ijaondolewa kwako huwezi kupata pumziko. Kama ndio maana nasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, afu aishi pale na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo pumziko liko sehemu moja tu, unapokuwa umeondolewa dhambi. Yani ukiwa hujaondolewa dhambi huwezi kuwa na pumziko. Yani kwa lugha rahisi huwezi kuingia kwenye sabato yake. Maana ukisoma kwenye hiyo Ibrania uliyozungumza sasa hivi kwenye Ibrania anasema ikiwa ikaliko ikiwa imebakia sabato ya Bwana, basi tuangalie tusije tukaikosa. Anaendelea anasema pale, akifika pale chini kwenye anasema hivi, sisi tulioamini. Sisi tulioamini. Ulioamini nini? Umeshawahi kujiuliza Jimmy unaamini nini? Au wewe uko umeshawahi kujiuliza unaamini nini? Maana anasema sisi tulioamini. Umeshawahi kujiuliza unaamini nini? Ndio. Sisi tulioamini tumeingia katika sabato. Sisi tulioamini. Ulioamini nini? Ulioamini msalaba. Kwamba msalaba umefanya nini? Msalaba umeondoa dhambi. Msalaba wa Yesu. Msalaba umeniokoa dhambini. Umeniokoa dhambi. Haleluya. Umeshanielewa? Unaamini? Unaamini kwamba msalaba umeondoa dhambi? Hiyo kitu. Maana hicho sio kuamini maana nilizungumza ile wiki iliyopita. Unaamini kwamba Yesu, eti mimi naamini Yesu alikufa. Kwa hiyo alafu akafufuka. Kwa hiyo hicho ni kwamba unaamini Yesu alikufa, akafufuka, na alipokufa aliondoka na dhambi. Labda sasa hiyo unayosema naiwekea tu, yaani mimi huaga napenda kuziba mianya yote ile, kwa hiyo napenda sana. Ndio nilikuwa nafanya hivyo. Kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 kwa mstari 24 anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Sio kama watu wanaelewa. Yeye mwenyewe alizichukua, sio alikutakasa. Yaani alizichukua. Ushakutana na watata fulani wale wakakupora vitu wakachukua. Wazee wangeta. Hivyo ukishachukua huko unakoenda, utawasimulia ukiwa navyo, utasimulia kwamba umevichukua. Wewe, utasimulia umevichukua. Mimi ndio sina kitu, wale ndio washapora. Unawahi polisi kwenda kutoa ripoti, unasema wazee wa roho. Umeona hiyo kitu? Sasa Yesu ndio alifanya. Yeye alipora dhambi. Yeye alipora akaiondoa kwa ajili. Alichukua wapi katika mwili wake? Anasema juu ya mti, ili tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, kisha tuwe hai kwa mambo ya haki. Afadhali kwa kupigwa kwake tulipona. Sio malaria. Watu wanafikiri malaria au vifua vikuu au ukimwi. Maana sasa hivi imekuwa doctrine ya Kristo kwamba Kristo njoo atakuponya ukimwi. Kwa hiyo anakuokoa kutoka kwenye ukimwi. No, Kristo haumuokoi mtu kutoka kwenye ukimwi. Kristo anakuokoa kwenye chanzo cha ukimwi. Sosi yenyewe. Kristo anakukomboa kwenye sosi. Chanzo kwenye mzizi. Anaangalia sosi kwa sosi ni dhambi. Yaani niitoe. Anaitoa basi. Kumbuka kuna mtu alimleta, walitoboa juu ya dari, wakamshusha. Yesu akaangalia, akaiona imani yao. Akamwangalia yule mgonjwa akamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Watu walivurugika kama leo watu wanavyovurugika. Tumepata message nyingi za watu wanalalamika. Wanalalamika. Kuona kwamba tunaongea kuhusu. Tuyafute basi haya maandiko kwenye Biblia. Au tubadilishe hii anasema alizichukua, tuandike alisamehe. Afu zipo wakati mwingine unaweza ukahukumiwa nazo. Ila yeye asemi alisamehe kwa no. Alizichukua zisiwepo ili asiwepo mtu tena kuzitamka. Yes. Ukisoma kwenye Wakolosai anasema ili zisiwepo tena. Ili zisiwepo tena nini? Dhambi. Alichukua mzee. Anaambia yule mwanangu umesamehewa dhambi zako. Watu wakavurugika. Anasema kwani kubwa ni lipi? Kati ya haya mawili, kumsamehe dhambi au kumwambia inuka? Wao kwa walikuwa wanataka apone ndio kubwa. Ile yeye anajua kabisa huyu kuinuka kwake ni dhambi kuondolewa hapa. Akamwambia sasa jituke godoro lako wewe. Jamaa kainuka kajituka godoro akaondoka. Kilichomfanya aondoke pale kiwepesi nini? Mzizi
umechomolewa, umeondolewa, yani umekatwa. Hata wewe Jimmy leo mti nyumbani kwako wewe mkubwa kiasi gani, kama unakusumbua sana, ukipata neema ya kuchimba tu uko chini, ukaenda tu kukata tu ile mizizi, umemaliza ule mti uache pale kama ulivyo, umemaliza. Kuna namna nyingine wakati tunauaga miti, unachukua dawa, yani niliwahi kuona hicho, dawa kali fulani labda ya nani, afu unaimwagia kwenye ule mti, inaingia tu chini, haiendi juu ya mti, inaenda tu chini kuwa, yani baada ya muda ule mti utasikia unanyauka tu taratibu. Kwa nini? Source, chanzo kinachoweka saputi ule mti hakipo. Kwa hiyo ule mti automatically unakufa. Kwa hiyo Yesu alichofanya ni kuondoa chanzo la nini? Chanzo cha dhambi. Alafu unajua hivi tunapoongea Jimmy, ni kama utani. Kuna mtu apende tunapoongea ile anatusikia. Hivi tunafuatilia. Kwa hiyo chanzo kinapokufa. Hivyo yanaishi. Kadiri unavyosikia hivi. Yaani kuna hali inakufa ndani yako. Utafika kama unasema ila jamaa sema dhambi imechukuliwa. Imechukuliwa. Sasa ila dhambi imechukuliwa. Unashangaa wewe unaanza kukomaa hapo. Kwa sababu unajua tunachokiongea hii ni remu ya imani. Ni nyanja ya imani. Sio nyanja ya vitu vinavyoonekana Jimmy. Mpaka unaondoka kama haujakiri kwamba dhambi yako imechukuliwa, hakuna dhambi itakuachia kwenye maisha. Kabisa. Ninakuhakikishia kabisa. Bado itaendelea kukutesa. Kila siku unatubu. Kila siku unatubu. Asubuhi unaamka vizuri, unamshukuru Mungu, jioni ukirudi unatubu. Alafu siku nyingine unaenda kutubu kwa nani? Sema leo siku ya kutubu. Haki ya Mungu, dhambi haiwezi kukuacha hata siku moja. Haiwezi. Na mauti ni ya kwako. Na jehanamu ni ya kwako. Hata kama unaamini Yesu alikufa na kufufuka, lakini kama uamini dhambi iliondolewa kwenye maisha yako, imekula kwako. Maana ya kazi yote ya Yesu inakuwa ina maana. Alafu unashindwaje kuelewa? Mfano nabii mmoja nafikiri sema katika Agano la Kale, kila aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Wao wanapenda sana kuongea. Kila aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Na kila maskini na aseme mimi ni tajiri. Hapo wanapenda kuongea. Ile ukimwambia kila aliye na dhambi na aseme mimi mtakatifu, hapo hapana. Anapozungumza kila aliye mdhaifu aseme ana nguvu, hana maana nguvu za kubeba machuma. No, anazungumza habari ya Warumi 15. Anasema na wenye nguvu wawabebe wasio na nguvu. Kwa ndio maana anasema kila aliye dhaifu, yani kila mtu aliye mdhambi aseme mimi ni mwenye haki. Maana yake ni kwamba umesema mimi ni mdhaifu, nina nguvu. Una nguvu kwa nini? Wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo kila mdhaifu aseme mimi nina nguvu. Na kila maskini aseme mimi tajiri. Sasa anapozungumza habari ya maskini, azungumzie habari ya wewe kuwa na vitu. Hela, azungumzie habari ya hela. Anazungumza habari ya utajiri wa uzima. Kwa sababu hakuna utajiri zaidi ya uzima wa Mungu, na hakuna umaskini zaidi ya mauti. Umaskini mkubwa kuliko wote ni kuwa na mauti. Ndio maana anasema na maskini aseme mimi ni nini? Ni tajiri. Ndio maana kule kwenye Deuteronomy kwenye Kumbukumbu la Torati anasema Bwana ndiye anatupa nguvu ya kupata nini? Utajiri. Sasa watu wanafikiri unapata nguvu ya kupata mali. No. Ana biashara za mali. Na ndio maana sasa unakuta gospel yote imegeuka, imeenda hapo. Tunashindwa kuwapata wao. Kwamba mali, utapata magari. Haya, shika funguo. Haya, washa. Endesha. Mtu mzima kwa nini amehubiriwa kwamba Yesu ameleta magari? Yesu hajaleta magari. Yesu ameleta magari. Anaambia fanya kwa imani bila matendo imekuwa. Ndani ya kanisa watu wameng'ang'ana eti ndio imani. Ni kwa imani. Huo sio utajiri alioleta Yesu. Yesu ameleta utajiri. Ngoja nikwambie. Asifanya kazi. Ngoja uone. Yesu ameleta utajiri. Hiyo ni sawa unachosema. Ni sawa kabisa. Hiyo ni sawa unachosema. Kuna mahala fulani. Kama utanikumbusha. Anazungumza habari ya utajiri kwenye Ufunuo. Hapa 3. Sikiliza Ufunuo 3 mstari wa 17. Anasema hivi, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Kwa nini? Huyu mtu alikuwa anamzungumzia mtu ambaye anasema mimi ni tajiri, kwamba ana magari, ana manyumba, ana nini, ana mali, labda account inasoma vyema kama hivyo. Anasema mimi ni tajiri bwana. Mimi ni tajiri. Lakini sikiliza Yesu alichomwambia. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Sikiliza mjibu anasema, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi.
Kwa hiyo Yesu anachozungumza habari ya utajiri hapa, azungumzi habari ya magari, azungumzi habari ya nyumba, azungumzi habari ya akaunti, azungumzi habari ya dhahabu wala almasi. Ila sikiza anachozungumza. Sikiza anachozungumza hapa. Nakupa shauri, ndio, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Kwake Yesu ndio kuna dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Dhahabu iliyosafishwa kwa moto kwake ni nini? Uzima. Yeah. Uzima ni nini? Umeondolewa dhambi. Ukiondolewa dhambi ndipo unakuwa mzima. Ukiwa na dhambi manake una mauti. Kwa sababu nguvu ya dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukiondolewa dhambi manake mauti imeondolewa kwako. Manake umenunua kwake dhahabu iliyosafishwa kwa moto ambayo ni uzima. Yeye ndio anipae nguvu ya kupata utajiri. Uzima wa Mungu. Unaamini kwamba jamaa aliondoa dhambi ili mimi niwe na uzima? Sasa nimekuja, wote walionitangulia ni wewe na wanyang'anyi. Kondoo hawakuwasikia. Waliwachinja, walifanya nini? Ila mimi Kristo nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao. Ulishawahi kuwaza mtu anakuwaje na uzima kisha anakuwa na tele? Anakuwa na uzima na anakuwa nao tele kwa sababu tu moja, hukumiwi chochote. Hamna mtu anamkondemu. Hamna mtu anamnyoshia kidole. Hivyo basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ni nani atakayewahukumu wateule wa Bwana? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakayewahukumu? Anawahesabiaje haki? Aliichukua dhambi akaondoka nayo. Do you believe this? Ndio hicho kitu ambacho anakizungumza kwenye Wakorintho. Wakorintho wa kwanza. Hebu tusome hapo kwenye Wakorintho wa kwanza. The gospel nzuri bwana, injili nzuri, ila watu wanaichakachua, inaonekana kama kitu cha ajabu. The gospel is good. Haiongewi. Yani mpaka sasa hivi hakuna mtu anaye kuongea injili. Kwa nini tusifike mahali tukaongea injili? Tunabaki kuongea injili za magari, za nyumba, za ugonjwa. Nimeponywa ukimwi. To hell with your ukimwi. Sikiliza. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kwa sababu neno la msalaba, endelea apostle. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Nasikia. Haya maneno tunayoongea ni maneno ya msalaba. Ya kipuuzi sana. Kwa hao wanaopotea wako wengi sasa hivi hapa wanatutazama Jimmy. Wanasema hawa watu ni wapotoshaji. Kwa nini? Ni upuuzi wanachokiongea. Yaani tunachokiongea ni upuuzi kwao. Kwa nini? Kwa sababu wanapotea. Hawataki kusikia neno la msalaba. Neno la msalaba ni kwamba dhambi iliondolewa. Yaani ukiongea neno the cross, the sin has been taken away. Endelea apostle. Sema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa maana imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Unasikia? Wewe hao watu wana hekima, kuna watu wanamsikiliza hapa sasa hivi ambao wanapinga, wana hekima. Ila anasema ataharibu hekima yao. Ataharibu hekima yao. Alafu hapa chini anasema na akili zao wenye akili nitazikataa. Yaani ana akili ila jamaa anazikataa. Anasema hiyo sikubali. Hizo za akili zako sizikubali. Ila ule upuuzi alikuwa anaongea Oscar na Caesar, ule ndio anakubaliana nao. Upuuzi gani? Dhambi iliondolewa. Dhambi za Jimmy zimeondolewa. Upuuzi unajua. Endelea kusoma apostle. Yu wapi mwenye hekima? Mwenye hekima. Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamanizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa ile neno linalohubiriwa. I'm shaking. Ngoja rudia hiyo apostle, rudia hiyo. Mungu ameokoa watu kwa njia gani? Anasema, sikiliza wewe mwenye hekima. Anasema, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda. Kwanza alipenda. Mungu alipenda kuwaokoa waaminio. Mungu alipenda kuwaokoa waaminio. Kwa nini? Kwa njia gani? Ya upuuzi. Yaani hao wanaoamini wanaamini upuuzi. Yaani unajua kwa nini upuuzi hivi? Yaani umekosea kabisa. Alafu huwahi kutubu. Unasema nani? Mimi mwenye haki katika Kristo. Alafu umekosea kabisa. Alafu umekosea. Na watu wanajua umekosea. Na wamefuona na wameshuhudia. Na wameshika bango. Hata simu unaweza kuambia unasema mna. Si unaona?
mimi mtakatifu katika Kristo. Usitote upuzi. No, mimi mtakatifu katika Kristo. Hivi unajua watu wanaweza kukua kupiga mawe. Wanaanza kupiga mawe. Ila sasa katika ile kweli ya Kristo, yani wewe ndio unatembea kwenye kweli. Yeah. Alafu pale unapotembea, unatembea mahali utakatifuni. Panaitwa utakatifuni. Kwa sababu kinachokutakasa ni yale maneno yake. Sio kile unachofanya. Mmekuwa safi kwa sababu ya yale maneno niliyowaambia. Unajua shida ambayo tunaipata, ule mfumo wa sheria umetuharibu sana. Umeharibu sana watu. Kwa nini? Mfumo wa sheria ulikuwa unadai matendo kwanza ili uhesabiwe haki. Ila imani ambayo imeletwa sasa baada ya Kristo kuja, yenyewe inadai uamini kwanza, afu unahesabiwa haki. Matendo yafuate baadaye. Afu unajua matendo sio issue. Watu watasema kwamba unajua imani bila matendo imekufa. Ni nzuri, ila sio nzuri sana kunyofua mistari. Hizi ni barua. Katika ile Yakobo, wasome ile sura ya pili yote. Of course, hizi sura ya kwanza, ya pili, ya tatu ni vitu viliwekwa juzi tu na wazee. Lakini kialisi Yakobo aliandika barua kama zile zenyewe wanasema salamu. Ya wewe uliye mbali na upeo wa macho yetu. Sio ni nani? Ndio zilikuwa zinaandikwa hivyo barua. Sasa ukisoma ile barua vizuri utamuelewa Yakobo anavyoongea kwamba imani bila matendo imekufa vipi. Alikuwa analionya kanisa, mchezo wa kipumbavu ambao sasa hivi kanisa linafanya. Analionya kanisa, anasema nyinyi, anaingia kwenu kanisani mtu maskini, mnamwambia kaa pale kwenye miguu ya jini. Anaingia amevaa suti, anaonekana yuko wealthy. Huyu mnaomba sasa wewe kaa hapa juu. Anasema hamna itilafu ndani yenu nyinyi. Upendo unakaaje kwenu kama mnaweza kuwatenga hao matajiri wa imani? Yakobo anawaita wale maskini kwa sababu wanamwamini Kristo kwamba ni matajiri wa imani. Sasa mnapofanya vile, anauliza kwa pendo lenu liko wapi? Amjui kwamba sheria ya kifalme inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndicho anachokiongea. Wewe analizia matendo ya upendo. Yes. Lakini leo ndani ya kanisa si ndicho kinachofanyika? Ubaguzi wa wazi. Kwa watu wanaangalia wanapokadina sema huyu anaonekana mambo yake safi. Kwa sababu unamuona sura ina. Unavutwa mbele, unaangalia kumbe nimejichanga, nimetafuta suti yangu ya maana. Chomoza ile amekaa. Huyu inabidi akae mbele. Mchezaji wa chomoza. Wewe huwa chomoza akae mbele. Asikae nyuma. Ya nyuma. Nenda hapa mbele. Usikubali. Alafu sasa kuna vijana mimi naita chachuboy, akishapiga suti yake vile inafungua kaeka hapa. Kuna mzee wa kanisa baada ya siku mbili tu. Asikumbe nyimbo unayafahamu. Ndio Yakobo. Ndio Yakobo anayonya. Vitu vipo. Mbona vitu vipo tu vinaonekana wazi. Ndio hayo sasa Yakobo anayaonya. Ndio hayo anayaonya Yakobo. Kwa hiyo sio imani hiyo. Imani hii tunayosema sisi ni kwamba unatangulia kuamini hata hujayaona matendo. Wala hujaqualify kwenye matendo. Na wala Mungu hana shida. Unajua Mungu alimhesabia haki Abrahamu, hajafanya chochote. Aliambiwa tu, Abrahamu akasema okay, sawa. Akaitikia. Ninatoka ninaenda. Mungu akamhesabia. Mbalizia kwa Korinto ya 28. Anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Na Wayunani wanatafuta hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo, na kwa Yunani ni upuzi. Bali kwa waitwa Wayahudi kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Wewe huwezi kutuambia Wayahudi kwa nini kwao ni kikwazo? Nguvu ya Torati ilikuwa imewakaa mno kiasi kwamba imekuwa ndio maisha yao. Leo ghafla huwezi kuambia kwamba unakuja eti Torati haiwezi kuhukumu. Kwamba wewe huwezi kuwahukumu hawa watu kwa mujibu wa sheria ya Musa. Ni kikwazo kikubwa mno. Wayunani walikuwa wanawaamini Wayahudi japokuwa walikuwa wanawatawala, lakini walikuwa wanaamini kuhusu imani zao. Kwa hiyo wanapokuja na yale maneno kwamba sasa hawa watu wanaweza wasihukumiwe tena kwa issue zozote za Torati, kwao Myunani inakuwa ni upuzi mkubwa mno. Upuzi. Huu ni upuzi. Nini? Ila anakuja anasema pale mbele kwamba kwa hiyo anasema Wayahudi kwa Yunani Kristo. Bali kwao waitwa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kristo ni hekima ya Mungu.
Sasa mimi nimekaa tu Apostle leo. Yeah. Nakaa na huyu ndugu yangu mmoja anayetutazama leo. Nataka akae afikirie nguvu ya Mungu. Yeah. Yaani kaa tu fikiria nguvu ya Mungu. Yeah. Tumezoea sana nguvu za Wamarekani. Yeah. Nguvu za sasa tukae tufikirie tu nguvu ya Mungu. Yaani nguvu Kristo. Hivi nguvu hivi Jimmy, sijui kama unanielewa na huyu mtazamaji kama unanielewa. Naongelea habari ya nguvu. Sasa alafu huyo Kristo ni nguvu ya Mungu. Sawa? Toka kwenye nguvu. Kristo ni hekima ya Mungu. Hivyo mwengu ukafikiria hekima ni kitu gani? Hekima ni akili inayotafakari vitu na kutoa majibu halisi yanayotakiwa kwa wakati na yaliyo sahihi. Inaitwa hekima. Sasa imagine Kristo ni hekima ya Mungu. Hivi unawezaje kuijudge, yani unaweza, yani sijui unawezaje kuiweka hii akili ya Mungu kwamba hapa itakuwa imeishia hapa, hii itakuwa imeishia hapa. Kwamba unapoambiwa kwamba kwa hekima ya Mungu aliamua kutuokoa kwa upuzi kwa lile neno. Kwamba nini? Dhambi iliondolewa. Sasa anza kutafakari sasa hekima ya Mungu uone kwamba ni ujinga. Ukiendelea kusoma kule mbele maana anasema maana hekima ya binadamu. Niendelee mbele. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Unasikia? Yaani Kristo ni hekima ya Mungu. Sasa katika hekima kuna upumbavu ndani yake. Sasa ule upumbavu wa mwisho kabisa wa Mungu ni hekima ya mbali mno kwa mwanadamu. Sijui kama naongea sana, I don't know. Ule upumbavu wa juu kabisa wa Mungu ni hekima ya juu ambayo hata mwanadamu hawezi kuifikia. Sasa imagine hekima ya juu kabisa ya Mungu. Unawezaje kupingana nayo wewe ukisikia kwamba hao wameokolewa kwa ule upuzi? Upuzi gani? Dhambi iliondolewa ulimwenguni. Huo ndio upuzi watu ambao hawataka kusikia. Wewe unaongea nini? Dhambi imeondolewa ulimwenguni. Acha mchezo. Usicheze na dhambi. Si ndio tunavyoambiwa kabisa? Usicheze na dhambi. Unajua nini nacheka msanii? Vile ambavyo unaongea kwa bidii na nguvu sana. Vile watu wanapokuwa na ujamaa mbavu sana. Mpuzi sana. Kwa sababu naongea maneno ya upuzi. Yaani unajua Mungu amefanikiwa kufanya uwe mpuzi ili uweze kuongea maneno ya usipokuwa mpuzi huwezi kuongea haya. Huwezi kuongea maneno. Ukiwa na akili huwezi kuongea haya. Hivi nasikitika. Yaani hivi nagombana na hivi nivuke naye na shida. Hivi kama unamshika mwende. Hivi ana hofu. Kila kijaribu kutaka wanaona wake kwa sababu tukamipelekea. Yaani kwa sababu ya maneno ya upuzi. Yaani maneno yamekaa kipuzi. Mwenzako Mungu ametufanya kuwa wapuuzi sana ili kuweza kuongea maneno haya. Yes. Ukiwa na akili huwezi kuongea. Unajua ukiwa na akili huyaongei haya. Huwezi kuyaongea. Huwezi kuyaongea. Na akili ni torati. Yeah. Akili ni bidii binafsi. Akili ni uwezo binafsi. To conclude sasa Apostle. Ambao naweza kusema hivi, anasema mmeokolewa kwa neema. Yeah. Kazi yote tunayoongea ya msalaba, mmeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Wala si kwa matendo. Ili mtu yeyote asije akajisifu. Chochote unachofanya katika Mungu sasa, kama una namna yote ya kujisifu, sio Mungu. Angalia vizuri. Hivyo. Sawa. Hivyo. Najua leo utakuwa una maswali mengi sana ya kutaka kuuliza. Namba ulikuwa unaziona zinapita kwenye screen yako. Najua utauliza maswali mengi. Sasa umesema mmepata maswali mengi sana. Mno. Watu wengi ni kupinga. Kwamba dhambi haiwezi kuwa imeondolewa. Haya. Najua utakuwa na maswali leo, tutakuwa na maswali juu ya hili. Endelea kuuliza kwenye hizo namba ambazo zilikuwa zinapita kwenye screen yako. Andika haya maswali yako kwa yajibu. Wanakuambia kabisa, yani mambo ya Mungu yatakuwa mpumbavu, yani mjinga kidogo, uwe mtoto. Yesu alisema msipokuwa na akili kama hawa watoto hamwezi kuingia ufalme wa Mungu. Mimi sina la kusema. Wewe ndio utakupa msemaji mzuri ukiandika SMS yako. Lakini nataka nikwambie maneno haya ambayo ameyazungumza hapa Pastor Caesar. Ukitoka hapo unaelekea wapi? Sasa hizi tukitoka hapa moja kwa moja club. Ndio. Grace Club, Konga Stackshire. Tunaenda kuendelea kuongea maneno. Leo tunaenda kuongea maneno, yani nguvu ya msalaba katika level nyingine hatujawahi kuongea. Yani leo Roho wa Mungu jinsi alivyotufunulia tunaenda kuongea revelation za hatari pale club. Kwa hiyo tunakukaribisha pale Grace Club ni Konga Stackshire. Tukifika pale Konga Stackshire, polisi pale
pembeni tu ukiangalia kushoto utaona jengo la wafalme tunaoongea. Wafalme tunaongea, tuko pale tunazungumza tu maneno haya ya kuondoleo la dhambi, nguvu ya msamaha, na kwamba sisi ni watoto wa Mungu tumeketishwa juu. Kwa hiyo kama na wewe unataka uketi juu, basi njoo usikilize ya maneno ili tuketi pamoja juu. Lakini jambo moja vile nikwambie, pia unaweza kututazama moja kwa moja kwenye channel yetu ya Saa ya Neema, Saa ya Neema TV. Unaweza kututazama pale ukapata YouTube yani kwenye channel hiyo. Lakini pia tunazo group zetu za Saa ya Neema, tunajifunza tu maneno kwenye WhatsApp. Mtu akitaka kujiadi hiyo inakuaje sasa? Atume namba yake kwenye namba hiyo ambayo inapita hapo kwenye screen. Atume namba yake kwamba bwana niunge kwenye group, basi moja kwa moja ataungwa kwenye hiyo group. Na ataendelea kila siku ya Mungu. Kuna mwalimu usiku kuanzia saa 2 mpaka saa 3, saa 2 mpaka saa 3 anafundisha saa nzima. Kila siku ya Mungu kuna maneno ya uzima yanatoka. Imagine katika siku 30 utakuwa umejifunza kiasi gani? Kila siku unajifunza. Kwa hiyo usikose nafasi kama hizo kwenye hizo group za maana kama hizo. Saa ya Neema group. Tuma namba yako kwenye hiyo namba, utaunganishwa kwenye hiyo group ili tuendelee kujifunza. Lakini maswali usishindwe uulize, uwe mnakuomba kuanzia leo. Uwe mtoto mdogo, uwe mpuzi kwenye haya maneno ya kipuzi, usiwe na akili, usiweke hekima, kwa sababu hekima, upumbavu wa Mungu ni hekima ya juu mno kwa wanadamu. Sasa Kristo ni hekima ya Mungu. Kwa hiyo hebu pokea hii hekima ya Mungu, isikilize hivi katika namna hii inapokuja simple, na katika upuzi huu uamini huu upuzi, nao utakuwa umeokoka. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Punde nitarudi hapa na Bong Kings. Kama nilikwambia pale asubuhi kwamba nitakopo na wageni 2 watatu ambao tutaweza kuzungumza nao hapo. Wamekuja kuintroduce wimbo wao mpya kwa mara ya kwanza kupitia kwenye Chomoza ya Clouds TV. Lakini kumbuka pale asubuhi nilikuandikia swali nikakwambia kulikuwa na lazima gani wana wa Israeli kuzunguka ukuta mara 7 siku ya 7? Na swali la pili, kuna mahusiano gani kati ya kupiga kelele na ukuta wa Yeriko kuanguka? Niandikie comment yako kupitia page yetu ya Chomoza TV. Instagram ni Chomoza News, lakini pia unaweza kutuandikia kupitia namba yetu ya 0629494110, na pia unaweza kusubscribe kwenye account yetu ya Chomoza TV. Kwa sasa tukamtazame Christopher Sanga akisema milele zambi. Good morning.